في مسند الإمام أحمد والمعجم الكبير للطبراني عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. وقيل أنزل الزبور لداود ل12 خلت من رمضان. Mtume sallam anasema mbao za Ibrahim ziliteremshwa usiku wa mwanzo wa Ramadhani. Taurat ya Nabii Musa iliteremshwa baada ya siku 6 zilizopita za Ramadhani. Injil ya Isa iliteremshwa tarehe 13 zilizopita za mwezi wa Ramadhani. Qur'an ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliteremshwa kwa siku 24 zilizopita katika mwezi wa Ramadhani. Kadhalika qil Zabur ya Nabii Daud iliteremshwa katika siku 12 zilizopita katika mwezi wa Ramadhani. Idhan alkutubul ilahiyya zote zimeteremshwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kwa utukufu wa Qur'an na utukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema: unzila alquran jumlatan wahida min al-lawh al-mahfuz ila bayt al-izza fi as-sama'i ad-dunya laylat al-qadr. Qur'ani ilishukishwa kwa pamoja kutoka lawh al-mahfuz mpaka bayt al-izza fi as-sama'i ad-dunya usiku ule wa laylatul qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Kisha baada ya hapo Qur'ani ikashukishwa kwa Mtume sallam mbali kwa muda wa miaka 23. Inashuka kwa Mtume sallam kwa wasita wa Jibril mbali, sio pamoja kama ilivyoshuka katika lauhil mahfudh ila samai dunya, kuonesha utukufu wa Qur'an na utukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu vitabu vingine vya mitume walishukishiwa kwa pamoja. Nabii Ibrahim, Nabii Musa, Nabii Isa, Nabii Daud, wote waliteremshiwa vitabu vyao kwa pamoja, lakini kwa utukufu wa Qur'an na utukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam iliteremshwa kwa wasita wa Jibril mbali, haya baada ya aya, sura baada ya sura. Allah subhanahu wa ta'ala akasema: wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Qur'ani hii tumeifarikisha kwa kuiteremsha kwako ili uwasomee watu kwa utulivu. Wa nazzalnahu tanzila, kuonesha utukufu wa Qur'an na utukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa